Hujambo na karibu katika Genesis to Revelation. Mimi ni Ed1716 Actualve. Leo tunasoma kuhusu muujiza mkuu wa fimbo ya Haruni iliyochanua. Baada ya upinzani mkuu wa Kora, Mungu amefanya kitu cha ajabu ili kuonyesha kwa uwazi ni nani aliyemteua kuwa kuhani mkuu. Hebu tusome pamoja namba 17:1-8. Bwana akamwambia Musa, sema na wana wa Israeli, ukachukue kwao fimbo moja kwa nyumba ya baba, kutoka kwa wakuu wao wote, fimbo 12 kwa ajili ya nyumba za baba zao, na utaandika jina la kila mtu juu ya fimbo yake. Na utaandika jina la Haruni juu ya fimbo ya Lawi. Ikawa kesho yake Musa aliingia katika hema la ushahidi, na tazama, fimbo ya Haruni ya nyumba ya Lawi ilikuwa imechanua na kutoa machipukizi na kuzaa maua na kuzaa malozi. Huu ni muujiza wa kupendeza. Mungu ameonyesha uteuzi wake kwa njia isiyoweza kubishwa. Sasa hebu tuangalie mambo tuliyoyasahau. Kwanza, fimbo 12 zilitolewa, moja kwa kila kabila. Hii inaonyesha Mungu alitaka jaribio la haki kabisa. Pili, fimbo za wakuu wengine wote zilibaki kavu kabisa. Haikuwa ni mazingira ya kawaida yaliyosababisha fimbo ya Haruni kuchanua, ilikuwa ni uteuzi maalum wa Mungu. Tatu, mambo mengi yalifanyika katika usiku mmoja: machipukizi, maua na malozi yaliiva. Mzunguko kamili wa uhai ulionyeshwa kwa haraka ya kimungu. Nne, Mungu aliamuru kuhifadhi fimbo ya Haruni kama ishara ya kudumu. Katika Waebrania 9:4 tunasoma kwamba fimbo hii ilihifadhiwa katika sanduku la agano. Ni dalili ya kudumu ya uteuzi wa Mungu. Tunaweza kuona mabadiliko makuu ya kiteolojia hapa. Kwanza, kutoka kupinga uteuzi hadi uthibitisho wa kiumungu. Watu walikuwa wakibishana na uteuzi wa Haruni, lakini Mungu ameonyesha kwa uwazi kwamba hataki kubishwa. Pili, kutoka upinzani wa binadamu hadi uwazi wa Mungu. Mungu hawezi kushindwa na upinzani wa wanadamu, yeye ni mkuu wa vyote. Tatu, kutoka kifo cha kupinga hadi uhai wa utii. Kuona, upinzani umeleta kifo kwa wengi, lakini utii umeleta uhai hata kwa kitu kilichokufa. Nne, kutoka shaka hadi uhakika. Mstari wa mwisho wa somo letu unasema, basi wana wa Israeli wakamwambia Musa, tutakufa wote. Wamefahamu kwamba kupinga Mungu ni hatari kubwa. Hebu tuwasikilize wanyamapori walivyoshuhudia tukio hili la ajabu. Nimesikia sauti za upinzani dhidi ya Mungu kwa siku nyingi. Lakini leo nimeona muujiza. Fimbo iliyokufa imechanua na kuzaa matunda. Kutoka juu, nimeona upinzani wa wanadamu dhidi ya uteuzi wa Mungu. Lakini Mungu ameonyesha uweza wake, anaweza kutoa uhai kutoka mahali pasipo na maisha. Nimeona uchungu katika kambi kwa siku nyingi. Lakini leo kuna amani, watu wameelewa kwamba Mungu amethibitisha uteuzi wake. Ni vizuri sana. Je, ni nini kinachonishangaza zaidi kuhusu wanadamu? Mungu anawabariki sana kuliko sisi wanyamapori, lakini mara nyingi wanapinga baraka zake. Ni kweli. Tunayafuata maagizo ya Mungu kwa urahisi, lakini wanadamu wenye akili wanapinga mara nyingi. Ni jambo la kushangaza. Sasa je, tunaweza kujifunza nini kutoka kwa somo hili? Kwanza, tumsihi Mungu atakapoonyesha uteuzi wake katika maisha yetu. Kama vile alivyomchagua Haruni, ana mpango maalum kwa kila mmoja wetu. Pili, tuepuke kupinga mamlaka aliyoweka Mungu katika kanisa na jamii. Upinzani ni hatari kubwa. Tatu, tumwombe Mungu atupe uongozi wa kiroho unaofaa. Tunahitaji viongozi wa kweli kama Haruni. Nne, tukumbuke kwamba Mungu anaweza kutoa uhai kutoka mahali pasipo na maisha. Kama vile fimbo iliyokufa ilivyochanua, Mungu anaweza kufanya mambo makuu katika mazingira magumu. Kwa mfano, katika ndoa zetu, kazi zetu, au hali zetu za kifedha, Mungu anaweza kutoa uhai mpya. Hebu tuombe pamoja. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa muujiza wa fimbo ya Haruni. Tunaona kwamba wewe ni Mungu wa uteuzi na uhai. Tunaomba utuongoze ili tusiupinge uteuzi wako katika maisha yetu. Utupe uongozi wa kiroho unaofaa na utusaidie kutii viongozi walio wa kweli uliowaweka. Kama vile ulivyotoa uhai kutoka kwa fimbo iliyokufa, tunaomba utoe uhai mpya katika maeneo yetu yote yanayokufa. Utupe uvumilivu kusubiri uteuzi wako na moyo wa utii. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amina. Asanteni kwa kuwa nasi leo.
Kumbukeni, Mungu amethibitisha uteuzi wake kwa njia isiyobadilika. Tukae katika utii na tumsihi uteuzi wake. Tutaonana episode ijayo tukiendelea na safari yetu kutoka Genesis hadi Ufunuo. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.